platform inayotoa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Na leo tunaendelea na clip namba 2 ya tuishindanie imani. Kama nilivyoeleza katika clip ya kwanza, nikiweka msingi, imani inayotakiwa kushindaniwa ni ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndiyo msingi, ndiyo nguzo na ndiyo inayotufanya tuitwe wa Kristo. Biblia inasema kama Yesu hakufufuka bado ingalimo tuko katika dhambi. Kwa hiyo hizi habari ndizo Yesu alizotutuma kuzisambaza. Habari hizi, kumbuka, zinaleta msamaha wa dhambi, zinaleta ondoleo la deni zinazodai nguvu za giza. Habari hizi zinaleta neema ya msamaha. Habari hizi zinatupa haki ya kuurithi uzima wa milele. Habari hizi pia zinatupa nguvu na mamlaka ya kumshinda shetani na majeshi yake na madai yake. Kwa maana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya udhaifu wetu, kwa ajili ya kushindwa kwetu na kwa ajili ya madeni yetu, naye alifufuka ili tuwe na haki mbele za Mungu, ili tuwe watakatifu, ili tuwe na nguvu, tuwe na haki, maana hatuna deni. Vile vifungo alivyotushika navyo yule adui vimefunguka kwa haki ya Yesu Kristo. Alipigwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu, na alikufa kwa sehemu yetu ili sisi tuwe hai kwa uhai wake. Na hizo ndizo habari zinazotakiwa, na hizo ndio habari zilizo msingi wa uinjilisti. Hizo habari ndio msingi wa kanisa, na hizo habari ndio msingi wa utumishi wetu, ya kuwa sasa hatuna dhambi katika Kristo. Sasa sisi ni wenye haki. Sasa sisi tuna nguvu na mamlaka ya kuzuia kazi za shetani, na deni letu limelipwa. Deni lililolipwa hapa ni deni la kiroho, na ni deni la dhambi, na ni deni la vifungo mbalimbali anavyotushika navyo shetani. Lile deni lako la kwa mangi, please kalipe. Lile deni lako la benki, la kule black na la kule nyonya damu, nenda kaendelee kumwomba Mungu akupe neema kupata pesa ya kulipa. Utetezi huu ama dalili za kwamba umeacha kuitetea imani. Namba moja kabisa, dalili ya kwanza ya kwamba huyu Mkristo ama kanisa hili limeacha kutetea imani, linatoa msisitizo kwenye mambo ya kijamii kuliko mambo ya kiroho, ni kufifisha spiritual exercise na kuraise social exercise. Kanisa ama mtu Mkristo ambaye anasisitiza zaidi charity, anasisitiza zaidi political affair, anasisitiza zaidi social relation bila kumtangaza Yesu, charity, kusaidia jamii, sherehe, vyote vitumike kama platform, kama jukwaa la kuhubiria Injili. Hatukuitwa kwa ajili ya kusaidia tu maskini, hatukuitwa kwa ajili ya kuonyesha mahusiano ya kijamii. Tumeitwa kutangaza hizi habari. Tukisaidia maskini, hata tulishe yatima 10,000, hauwezi ukaenda mbinguni kwa sababu unalisha maskini, lakini utakwenda mbinguni na utampendeza Mungu ikiwa hao maskini umewahubiria habari hizi njema. Kumbuka, sisi ni wahubiri, sisi sio tasafu. Kwa hiyo msisitizo zaidi uwe watu kuhubiriwa Injili, uwe watu kuambiwa hizi habari za Yesu Kristo ambazo katikati ya jamii ni kero. Watu wanataka kusikia habari tu, useme habari za Mungu, Mungu anawapenda, lakini hawapendi kusikia Yesu Mungu amewapenda, amemtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee. Maskini apewe chakula, apewe mavazi, lakini apewe na Injili. Kwa hiyo Injili kwanza. Wanasema Waswahili, mti unaolingana nao hauwezi kukufaa kwa kimvuli. Hatuwezi tukaviendesha hivi vitu viwili kwa usawa, tukaipendeza jamii bila kuwaeleza Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima Injili iwe juu zaidi kuliko social affair, social relation, social charity, maana sisi ni wahubiri na kazi yetu ni kuhubiri. Dalili namba 2 kwa leo ni msisitizo. Kanisa linasisitiza sadaka nyingine
linamuondoa, kifupi, linamuondoa Yesu moyoni, linamuondoa Yesu kazini na kuweka kitu kingine, kuweka sadaka nyingine. Kanisa ama mtu akianza kuamini katika sadaka nyingine, anaamini katika sadaka ya ukombozi, anaamini katika sadaka ya mbegu ya ulinzi kama ndiyo chanzo cha kupata baraka, anaamini zaidi katika zaka, kwamba zaka inaweza kumlinda, zaka inaweza kuwa chanzo cha baraka, zaka inaweza kuwa ni ulinzi kuliko Yesu Kristo ama sadaka nyingine ama mahubiri yanayomhubiri kiongozi wao zaidi kuliko Yesu Kristo. Mahubiri, sadaka ama ibada zozote zinazomtoa Yesu moyoni, zinazomtoa Yesu kazini. Kazi ya ulinzi ni ya Yesu, kazi ya kubariki ni ya Yesu, kazi ya kuokoa ni ya Yesu. Hakuna sadaka, hakuna mtu, hakuna chochote kinachoweza kutoa zaidi ya Yesu Kristo, zaidi ya kifo cha Yesu Kristo. Kufa na kufuka kwa Yesu Kristo ndiyo chanzo cha baraka, ndiyo ulinzi, ndiyo haki yetu, ndiyo fundisho letu, ndiyo kinachotufanya tuitwe wana kanisa. Hatuna sadaka nyingine wala mtu mwingine anayeweza.